Habari zenu wote. Leo nitaongea kuhusu upandikizaji wa mapafu. Wagonjwa wenye kushindwa kwa mapafu kwa kiwango cha juu kutokana na COPD ya mwisho au ugonjwa wa mapafu wa mwisho wa interstitial au shinikizo la damu kwenye mapafu au sumu nyingine kama sumu ya paraquat husababisha ugonjwa wa mapafu wa mwisho. Kundi hili la wagonjwa kama hawapati nafuu kwa matibabu ya kawaida na mapafu yakifikia hatua ya mwisho baada ya tathmini, basi kundi hili la wagonjwa litahitaji upandikizaji wa mapafu. Kwa hivyo, kwa kawaida baada ya upandikizaji, wagonjwa wanapaswa kutumia dawa za kupunguza kinga ya mwili maisha yao yote. Kwa hiyo, daima kuna hatari ya maambukizi kwa sababu pafu ndilo kiungo pekee kinachokutana moja kwa moja na mazingira. Kwa hivyo, wanapaswa kuwa waangalifu sana kuhusu maambukizi katika kipindi baada ya upandikizaji. Na pia, uwezekano wa kukataliwa kwa pafu ni mkubwa sana kwenye upandikizaji wa mapafu. Kwa hiyo, tunapaswa kuwa waangalifu sana. Mgonjwa anahitaji kufuatiliwa mara kwa mara baada ya upandikizaji. Kwa hivyo tumeokoa zaidi ya wagonjwa 200 kwa msaada wa upandikizaji wa mapafu. Wagonjwa hawa wanaendelea vizuri baada ya upandikizaji wa mapafu. Wako kwenye ufuatiliaji wa kawaida pamoja nasi. Wanaendelea vizuri na tumeweza kuongeza maisha yao na pia kuwapa ubora mzuri wa maisha kupitia upandikizaji wa mapafu.